na dini zote, hasa dini zinazotokana na babu yetu Abrahamu, zimezungumzia rushwa kwa ukali, na tunajua madhara yake. Lakini hata vitabu vya Qur'an, vya Torati, vitabu vya Zaburi, vitabu vya Injili, vitabu vya manabii vimelaani sana rushwa. Katika Qur'an tukufu wamezungumzia, Sheikh wetu ametueleza, mtu yeyote anayepokea rushwa, mtu yeyote anayetoa rushwa, mtu yeyote anayeshabikia rushwa. Maana hata kushabikia, kuna watu wengine wanasema kitu kidogo, hisi kitu kidogo bana, rubrikat. Mwenyezi Mungu ameshatoa laana kwa ajili yao. Kwa hiyo ni jambo linatisha kidogo. Lakini ndugu Hamza amewaleta na watoto wadogo hapa kutoka kwenye klabu mbalimbali za shule zetu. Anafahamu kwamba yeye atamhatuka madarakani kwenye nafasi hii, na wengine wote tutazeeka pia, tutaondoka, lakini watoto watachukua jukumu hilo. Lazima waendelee kuipenda nchi yao kupitia mafundisho haya ya kuchukia na kulaani rushwa. Kwa tunakushukuru sana kwa kazi nzuri, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma anapenda sana kazi yako. Umesaidia sana kwenye miradi mingi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha. Maana lakini dhuluma kwenye ardhi katika mkoa wetu na vijiji vyetu, wale wote waliofanya dhuluma hizo sisi tumepambana nao. Kwa hiyo tunakushukuru. Kila jambo lina desturi yake na lina asili yake, na kwa hivyo desturi hizi ndizo zinazotufanya tuwe hivi tulivyo, tuwe na heshima hiyo, tuwe na umoja huo, tuwe na mshikamano huo. Lengo la maandalizi ya iftar hii ni kuendeleza na kuimarisha umoja na mshikamano ambao tumekuwa nao katika mapambano dhidi ya rushwa na katika maisha yetu ya kawaida, na hasa yale ya kiimani. Tumekuwa tukishirikiana kwa kutoa elimu, tumekuwa tukishirikiana kwa kufanya uchunguzi, lakini pia kwa kufuatilia matumizi ya fedha za serikali zinazotumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lakini ndugu wadau wetu, tunapenda mtambue kuwa pamoja na majukumu hayo, sisi watumishi wa TAKUKURU ni sehemu ya jamii, na ndiyo maana wakati mwingine mmekuwa mkituona tukitoa misaada ya kijamii. Kwa mfano, mwezi Septemba mwaka 2025, nadhani mlishuhudia mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa niaba ya watumishi wote wa TAKUKURU alikabidhi mashine 2 za kuwasaidia watoto njiti katika hospitali ya rufaa Songea Homso iliyoko mkoani Ruvuma. Aidha, kwa nyakati tofauti tumeweza kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum na kuwapa mahitaji mbalimbali kama vile nguo, sabuni, vyakula na mahitaji mengine ya muhimu. Pia hivi karibuni tuna mpango wa kwenda kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum katika vituo vingine vilivyoko katika mkoa wa Ruvuma. Hivyo iftar hii ni sehemu ya matendo hayo ya kijamii. Na sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi tunakemea rushwa. Tunasema rushwa ni adui wa haki. Sitapokea wala kutoa rushwa. Hiyo ipo kwenye ahadi ya mwanachama. Kwa hiyo sisi tunaiishi hiyo ahadi, na ndio maana tunapongeza sana taasisi hii namna inayofanya kazi vizuri sana. Lakini kikubwa ni kuwaunganisha wanaruvuma, kutoiogopa ofisi yao ya TAKUKURU, kwa sababu ofisi ya TAKUKURU ni rafiki wala sio adui. Unaweza ukatoa taarifa, unaweza ukatoa ushirikiano wa ushahidi na kadhalika. Haya yote yanahusisha mahusiano mazuri. Kwa ujumla, hapa shughuli hii uliotualika imetuunganisha sana, na sisi tuahidi kutoa ushirikiano kwa taasisi zote za umma zilizopo ndani ya mkoa wetu na hata nje ya mkoa wetu, kuhakikisha kwamba haki inatendeka, amani inaendelea kudumishwa na utulivu unaendelea kutamalaki, ili wananchi wa mkoa wa Ruvuma waendelee kufanya kazi za uzalishaji mali na kuendelea kwa shughuli za kiuchumi. Hivi ni vipindi vya imani. Na tukisoma vitabu vyetu vya dini, vyote vimesisitiza amani, haki. Sasa
kama kwenye jamii zetu tunapanda, tunapalilia, tunawekea mbolea, tunamwagilia, vitendo vyote vinavyoashiria rushwa, amani inatoweka. Kwa vyote vile kuna upande utaumia na kuna upande utaumizwa. Kwa hiyo hivi vipindi vya kiimani vitufundishe kwamba inabidi tueneze na tupande mbegu ya amani kwenye jamii, lakini pia tuhakikishe haki imetendeka. Unajua, wengi wanadhani haki inapatikana mahakamani. Sisi tunapigia mstari au tuna step ile haki, lakini haki inapatikana kwako. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mnafanya mambo mengi kwenye jamii, na hili nalo ni jambo kubwa katika jamii, lakini pia umetualika watu wote. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kutufanya tuwe pamoja muda wote wa maisha yetu ya kila siku. Ndio maana kwenye nchi yetu na hasa kwenye mkoa wetu wa Ruvuma inakuwa ngumu sana mtu kupenyeza itikadi ya chuki za kidini baina ya wanajamii, kwa sababu ukiwaona Waislamu Wakristo wapo, ukiona Wakristo Waislamu na hata wasiokuwa Wakristo na Waislamu watakuwepo. Utamaduni huu ni utamaduni mzuri sana. Nyinyi wenzetu serikalini, mkiwa mnadumisha mwenendo huo, sisi kwenye dini ambako ndo tuna hatari sana ya kuharibu waamini wetu kwa misingi ya dini zetu, hatuwezi kupata nafasi. Kwa hiyo mkituunganisha namna hii, na sisi kule kwa utaratibu wetu wa sasa tuna kamati za wilaya, za mikoa. Mkoani kwetu tunayo ya wilaya. Tunajaribu kupunguza yale mambo ambayo yanaweza kuifanya jamii yetu isiwe katika utulivu, ili tuendelee kushirikiana na serikali katika juhudi zake za kuwaletea maendeleo wananchi, na sisi tukiwa sehemu ya wananchi wao, kwa imani moja tu kwamba kama hatutokuwa na utulivu hatuwezi kufikia maendeleo tunayoyatarajia. Kwa kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Hamza Mwenda, mimi nakushukuru sana. Pokee shukrani zangu hizi, hatuna kingine cha kusema zaidi ya kushukuru. Nianze kukuahidi kamanda wa TAKUKURU, Uislamu unapinga rushwa tena vikali mno, na hukumu ya rushwa kwenye Uislamu ni laana. Yaani laana kwenye Uislamu ndio hukumu ya mwisho kabisa ya makosa yote. Kiambiwa huyu amelaaniwa na Mungu, na wala hatakiwi mtu kusema kwamba fulani kalaaniwa. Mwenye mamlaka hiyo ni Mungu mwenyewe, kwa sababu ya ukubwa wa hiyo dhambi aliyoifanya mtu. Sasa mtu akijihusisha na rushwa kwa namna yoyote ile, huyu kwenye Uislamu tunasema mal'unun, yani amelaaniwa. Na sisi tunakuahidi tutaendelea kushirikiana na ofisi yako kama ilivyo kawaida yetu. Tunashirikiana vizuri kuhakikisha tunapambana katika harakati zote za kuzuia rushwa kwenye nchi yetu na hasa kwenye eneo la mkoa wetu. Lakini kwa serikali tutaendelea kushirikiana nanyi kwa kila linalowezekana ili kuhakikisha ile dhamira ya serikali kutuletea maendeleo sisi wananchi inapatikana. Na sisi BAKWATA mkoa wa Ruvuma kamwe hatutokuwa kikwazo kwenu kwa namna yoyote.